Mawazo ya wanasimba ni kuelekea fainali kwenye upande wa kombe la shirikisho, na hatimaye siku ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu imefika. Ni mechi ya nusu fainali dhidi ya Stellenbosch kutoka huko nchini Afrika ya Kusini kwenye dimba la Amani. Kama ambavyo tunafahamu, mechi itachezwa majira ya saa 10 kamili za jioni, na tayari kwa upande wa klabu ya Simba kupitia Mwalimu Fadlu Davids wameweza kuandaa kikosi chao ambacho kinakwenda kupambana moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huu hapo baadaye, na mimi tayari nitakwenda kukutajia hapa kikosi ambacho kinaanza moja kwa moja kwenye mchezo wa hapo baadaye. Kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davids amekuja na mfumo wake pendo ambao mara zote amekuwa akiutumia. Mfumo wa 4-2-3-1 ni mfumo ambao amekuwa akiutumia mara zote. Na kwa sasa, kabla sijakutajia kikosi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu sana tuweze kuangazia hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Simba. Kwa upande wa golini yupo Moussa Kamara. Tunafahamu ni golikipa nambari 1 ndani ya klabu ya Simba. Kwa upande wa kocha Fadlu Davids, tunafahamu namna ambavyo amekuwa akimtumia kwa uhodari wake wa kudaka mashuti ya mbali na mawasiliano mazuri na utulivu kwenye pressure kubwa. Na tunafahamu kwa upande wa Moussa Kamara amekuwa akiamrisha zaidi kwenye safu ya ulinzi kwamba kuwe na utulivu. Wakati huo pia kwenye eneo la beki ya pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Shomari Kapombe tunafahamu ni beki ambaye ana kasi lakini pia na uwezo wa kupanda mbele. Kwa upande wa kocha Fadlu Davids anamtumia kama beki ambaye anatoa upana kwenye eneo la kushambulia huku akitoa cross za hatari, na wakati huo akirudi kwa haraka zaidi kwenye eneo la kujilinda. Mohamed Hussein Zimbo Jeyara yeye atasimama kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto. Tunafahamu ni mmoja mchezaji mahiri ambaye ana uzoefu mkubwa, lakini pia yeye kwa upande wake atakuwa na majukumu ya kudhibiti mashambulizi ya Stellenbosch upande huo wa kushoto, kulingana na namna ambavyo kwa upande wa Stellenbosch watakuwa wakishambulia, lakini pia atakuwa akipanda zaidi kwa ajili ya kuongeza idadi ya washambuliaji, kwa sababu mwalimu atakuwa akihitaji zaidi kushambulia kulingana na aina ya mfumo ambao amekuja nao. Lakini pia Abdulrazak Hamza moja kwa moja atasimama kwenye eneo la beki wa kati kwa upande wa kocha Fadlu Davids. Kwa upande wa Abdulrazak Hamza anamtumia kama mlinzi thabiti ambaye anapambana kwa nguvu zaidi, lakini pia atakuwa na jukumu la kusimama imara kuzuia washambuliaji wa Stellenbosch na kutumia nafasi kwenye eneo la katikati ya uwanja. Wakati huo kwenye eneo hilo atakuwa peke yake, atasaidiana na Chamuka Rabu. Kwa upande wa Chamuka Rabu tunafahamu kwa hivi sasa ni mchezaji ambaye ana akili lakini pia ana nguvu, lakini pia ana utulivu. Yeye kwa upande wake atakuwa anachangia zaidi kwenye mipira ambayo kama endapo Stellenbosch watakuwa wanatumia mipira juu kulingana na kimo chake. Lakini pia kwa upande wa kocha atakuwa akimtumia kama mlinzi ambaye anasimamia hatari na kutoa mwongozo kwenye eneo hilo la safu ya ulinzi. Lakini pia kwenye eneo la viungo, kwenye eneo la kiungo mkabaji yupo Yusuf Kagoma. Tunafahamu ni nguzo muhimu katika kuvunja mashambulizi ya wapinzani, anatumika kama kiungo wa kukata mipira na kusaidia kulinda safu ya mabeki. Kocha pia anamhitaji awe mepesi zaidi na awe na maamuzi na awe anafuatilia zaidi mipira ambayo inapita kwenye eneo la katikati. Wakati huo Fabrice Luamba Ngoma atakuwa akisaidiana kwenye eneo hilo. Yeye kwa upande wake Fabrice Ngoma atakuwa kama kiungo mchezeshaji, lakini pia akisaidia zaidi kwenye eneo la ulinzi. Ni kiungo mwenye mtazamo wa kiufundi, lakini pia yeye atakuwa anatazama zaidi kusambaza mipira na kupanga mashambulizi na kuhakikisha Simba wanadhibiti mchezo kwenye eneo la katikati. Kwa upande wa kocha huo tunasema kwamba yeye ndiye ambaye atakuwa akikontrol kwenye eneo la kiungo, lakini pia Jean-Charles Ahoua atasimama kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Tunafahamu ana nafasi ya kuunganisha kiungo na cha ushambuliaji. Kocha anampa majukumu ya kuingia kwenye eneo la hatari na kutoa pasi za mwisho na kupiga mashuti ya mbali. Ahoua anatakiwa kuwa na mwanzo mzuri na kuwa tatizo zaidi kwenye eneo la wapinzani. Wakati huo pia kwenye eneo la mawinga yupo Kibu Dennis. Kwa upande wa Kibu anajulikana kwa kasi yake, lakini pia maamuzi mazuri na uwezo mzuri wa kushambulia. Kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davids kwenye mechi hii dhidi ya Stellenbosch anamtumia kushambulia kwenye eneo la pembeni, lakini pia kuvuruga safu ya ulinzi ya wapinzani na kutafuta nafasi ya kuweza kupiga mashuti ya mbali. Wakati huo pia Elim Panzo atasimama kwenye eneo la winga ya kushoto. Tunafahamu ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kudribble, lakini pia ana maamuzi haraka, lakini pia ana kasi zaidi. Ni winga ambaye amekuwa akitengeneza nafasi kupitia kwenye eneo la pembeni. Kwa upande wa kocha Fadlu Davids anamhitaji awe mwiba zaidi kwenye upande huo wa kushoto, huku akivuruga zaidi mabeki wa pembeni na kupenyeza mpira kwenye eneo la katikati. Wakati huo kwenye eneo la mshambuliaji atasimama Steven Mukwala, Dese Mukwala. Tunafahamu ana kasi lakini pia ana nguvu, lakini pia ana uwezo wa kufunga. Fadlu Davids anamtumia kama namba 9 wa kutegemewa ambaye anaweza kutengeneza nafasi mwenyewe na kutumia pasi za mwisho kutoka kwa Ahoua, Kibu pamoja na Mpanzo.